Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Natumaini umeamka salama kabisa na ubuheri wa afya. Huko kwenye mlango wa bahari wa Hormuz hakukaliki kabisa baada ya mashambulizi mapya kuripotiwa ya Marekani pamoja na Irani. Kumbuka kwamba vita vilikuwa vimekwisha tangazwa kwamba vimeisha kabisa, na kupitia rais wa Marekani alisema kwamba operesheni zao za kijeshi zimekwisha kabisa na hakutakuwa na mapigano tena, lakini ghafla Marekani ikaishtukiza Irani kwa kufanya mashambulizi katika mlango wa bahari wa Hormuz siku ya Alhamisi, ambapo Marekani ilishambulia maeneo ya kurushia makombora ya Iran, vituo vya uongozi na maeneo ya kijasusi katika maeneo hayo. Irani nayo haikusubiri kabisa kile ambacho walikiita kwamba ni uchokozi wa Marekani, na wao walianzisha mashambulizi dhidi ya meli za Marekani na walituma makombora mengi sana kwenda katika meli za Marekani, japokuwa taarifa kutoka Marekani zinaeleza kwamba makombora hayo yalidunguliwa na hakuna madhara kwa mali zake za kijeshi. Hiyo ni kwa mujibu wa Marekani, na imekuwa ikizoeleka kuona Marekani wakiwa wanasema kwamba wao wakishambuliwa hawapati madhara, na taarifa ndivyo ambavyo inaeleza. Lakini kwa jinsi ambavyo makombora yalivyokuwa yakitupwa kuelekea katika meli za kijeshi za Marekani, ni dhahiri shairi yawezekana yameleta madhara makubwa makombora hayo ya Irani. Jeshi la Iran lilidai Marekani ililenga tanka ya mafuta pamoja na meli nyingine iliyokuwa ikiingia katika mlango wa Hormuz. Marekani inaendelea kutekeleza mzingiro wake wa kijeshi dhidi ya meli za Iran. Kwa hiyo Marekani yenyewe ilianzisha mashambulizi baada ya kulenga tanka ya mafuta pamoja na meli nyingine iliyokuwa ikiingia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Baada ya kufanya mashambulizi hayo, Marekani ikafanya mashambulizi mengine tena dhidi ya vituo vya uongozi na maeneo ya kijasusi, lakini pia na maeneo ya kurushia makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ndipo Irani ikaghadhabika na kuanza kushambulia manuari 3 za Marekani kwa kutumia makombora pamoja na droni. Sasa hapa ni kama vile ceasefire inataka kuvunjika hivi, japokuwa rais wa Marekani aliliambia shirika la habari la ABC News kuwa mashambulizi hayo yalikuwa mguso mdogo wa upendo, na baadaye aliandika kwenye Truth Social kuwa Marekani ilizamisha boti ndogo nyingi baada ya Iran kufyatua mashambulizi dhidi ya meli 3 za kivita za Marekani zilizokuwa zikivuka mlango wa Hormuz, huku akiwaelezea viongozi wa Irani kama vichaa. Ni jinsi ambavyo rais wa Marekani Donald Trump amekieleza, na Trump amesema kwamba mashambulizi haya pia hayamaanishi kwamba ceasefire imevunjika kati ya Irani pamoja na Marekani, lakini ni mashambulizi ambayo yalijiri kutokana na kile ambacho kimetokea katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa hivi sasa eneo la mlango wa bahari wa Hormuz bado linakuwa ni eneo tata kabisa katika Mashariki ya Kati, ambapo uwepo wa vikosi vya Marekani katika maeneo hayo karibu kabisa na mlango huo, lakini pia uzuiwaji wa njia hiyo muhimu ya bahari dhidi ya vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo hilo unaonyesha wazi kabisa mvutano huu unaweza kuwa mkubwa hata katika siku za usoni, kwa sababu mtazamaji, hizi ni taarifa ambazo zimetokea usiku wa kuamkia leo katika maeneo hayo, huku taarifa nyingi zaidi zikiendelea kutoka. Lakini licha ya Trump kusema kwamba mashambulizi hayo hayamaanishi vita kamili kurudi rasmi, ingawa alitoa onyo kali kwa Irani, na hofu ya usalama kiukweli imeongezeka. Usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani umekuwa ni mdogo sana kutokana na umuhimu wa mlango huo kuwa katika kizuizi kikubwa, huku mashambulizi yakiripotiwa nyakati zote. Ilidhaniwa kwamba huenda kuna utulivu kidogo katika mlango huo wa bahari, lakini utulivu umekosekana baada ya Marekani na Irani kushambuliana katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Basi mtazamaji wetu, nitakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa kupitia taarifa ambazo zinajiri kutoka huko mlango wa bahari wa Hormuz. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.